Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Tazama, ni siku nyingine tena ya tarehe 25 ya mwezi wa pili ya mwaka 2026. Iliweza kupata kibali matakatifu kwa Bwana, ni jambo la kumshukuru Mungu. Watu wa Mungu, siku ya leo nataka nifundishe somo ambalo linahusiana na upendo. Ni somo ambalo nimepata msukumo wa kuona watu wa Mungu napaswa kulifundisha somo hili au kulihubiri somo hili kwa kuhusianisha na Biblia takatifu. Kwa watu wa Mungu, na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa muda saa hii tena umepata kibali matakatifu machoni pako. Tazama, siku nyingine mpya tena ya tarehe 25 mwezi wa pili ya Mungu utujalia uzima tena. Ni zawadi kubwa katika maisha yetu kila siku, kwa sababu kuna wengine wamelala bila kuamka, lakini tunakushukuru wewe Mungu, umeweza kupumzisha sisi na pia umeweza kutuamsha tukiwa hai. Nasema asante kwa pamoja nasi katika neno hili. Mungu, tutakwenda kutafakari kwa siku ya leo, ikawa taa na nuru ya maisha yetu kila siku. Ukatufundishe mwenyewe Bwana, na niweze kutumika kama chombo, lakini Mungu, watu wako wa Mungu wapate kupata kile kitu kilichokusudiwa, na pia kiweze kubadilisha mtazamo wa maisha yao kila siku. Katika utakatifu Bwana wetu wa mbinguni, katika kuweko na kushukuru. Amen. Asante sana watu wa Mungu. Naomba nianze kwa kufundisha nini maana ya upendo. Watu wa Mungu, tunafahamu nini maana ya upendo, na kila mmoja wetu tukimuuliza nini maana ya upendo, ana maana ya kuzungumza. Lakini mimi imempendeza Mwenyezi Mungu nikutajie miongoni mwa maana ya upendo, japo naamini ziko nyingi, lakini nini maana ya upendo? Upendo ni kitendo cha kuonyesha hisia za tofauti za ndani kwa mtu mwingine. Upendo ni kitendo cha kuonyesha hisia zile, watu wa Mungu, za tofauti, lakini hisia hizo ni za ndani. Lakini mtu wa Mungu unamuonyesha nani? Unamuonyesha mtu mwingine. Lakini upendo huo unatokana na nini? Upendo huo unatokana, pengine umeweza kuanzishwa na mtu huyo, au inawezekana unamkubali mtu huyo, au unapenda kumkaribia na uwe karibu yake. Ndiyo maana unatengeneza kitu kinachoitwa upendo. Unapata msukumo wa hisia za ndani za kuona huyo mtu unatakiwa kumpa upendo. Lakini watu wa Mungu, tuweze kuona aina za upendo. Kibiblia takatifu tunaona kwamba kuna aina 3 za upendo, lakini inawezekana kuna aina nyingi sana za upendo. Lakini katika siku ya leo imempendeza Mungu tuweze kuzitambua aina 3 za upendo ambao unapatikana kwenye Biblia. Upendo wa kwanza, watu wa Mungu, unaopatikana kwenye Biblia ni upendo wa kihisia. Ni upendo unaotokana na hisia. Hiyo ni aina ya kwanza ya upendo. Lakini aina nyingine ya upendo ni upendo unaotokana na vitu, au upendo unaotokana na kuendana na vitu fulani. Basi inaweza kutengeneza aina ya upendo wa kupendana. Lakini aina nyingine ya 3 ya upendo inaitwa upendo wa agape, au upendo wa kimungu, au upendo usiokuwa na masharti ya aina yoyote. Watu wa Mungu, naomba tuanze kuelezana aina moja baada ya nyingine, na tuone ni kwa namna gani inahusianishwa na Biblia takatifu ya Mungu. Aina ya kwanza ya upendo, watu wa Mungu, niliweza kuisema upendo wa hisia. Je, ni aina gani ya upendo? Hii ni aina ambayo upendo unazaliwa na hisia, na upendo huu ni maarufu sana kwa mke na mume. Upendo huu ni maarufu sana kwa mke na mume, ambao unaitwa ni upendo wa hisia. Katika Biblia, Suleiman alijaribu kuelezea upendo huu wa kihisia, ambao kwa Biblia unapatikana katika kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Tutasoma Wimbo Ulio Bora sura ya 1 mstari wa 13 hadi ule wa 17.
Watu wa Mungu, tutasoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ya 1 mstari wa 13 hadi ule mstari wa 17. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Mpendwa wangu ni kama mfuko wa manemane ukilazwa usiku maziwani mwangu. Mpendwa wangu ni kama kishada cha aina katika mazabibu huko Engedi. Tazama mzuri mpenzi wangu, mzuri, macho yako ni kama ya hua. Tazama mzuri mpendwa wangu, wapendeza, na kitanda chetu ni majani. Nguzo za nyumba yetu ni mierezi, na nguo na viguzo vyetu ni miboroshi. Watu wa Mungu, tumeweza kuona maneno ya Biblia takatifu kutoka Wimbo Ulio Bora yanayoonyesha aina ya upendo wa hisia ambayo tumesema mara nyingi upendo huu wa kihisia basi ni upendo wa mke na mume. Naomba watu wa Mungu tuende tukasome aina nyingine ya upendo ambayo ni upendo utokanao na vitu. Upendo huu utokanao na vitu, watu wa Mungu, upendo huu unazuka kutokana na mahusiano fulani mtu mmoja alionao na wenzake. Anaweza akawa ndugu, anaweza akawa rafiki, au anaweza akawa mchezaji mwenzake wa mpira, au anaweza akawa mfanyakazi mwenzake. Aina hii ya upendo ni upendo ambao, watu wa Mungu, unazuka kutokana na mahusiano fulani. Mtu mmoja anaweza kawa alionao na mwenzake, anaweza kuwa ndugu yake, anaweza kawa rafiki yake, anaweza kawa mchezaji mwenzake, au anaweza kawa mfanyakazi mwenzake. Hii ni aina ya upendo wa pili. Ni upendo ambao usipokuwa na mahusiano fulani ya karibu